Ahlan wa sahlan wa marhaba bika mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya. Lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na ujenzi wa kiwanda cha kuchakata samaki aina ya sato kusaidia kuongeza thamani. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Kwanza ni mukhtasari wake. Wananchi na watumiaji wa vyombo vya moto mkoani Mwanza wakwama kwa zaidi ya saa 7 baada ya mvua kukata mawasiliano ya barabara. Kwa habari za biashara na uchumi, wananchi watakiwa kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya siku ya haki za mtumiaji duniani kwa mwaka 2026 itakayofanyika jijini Tanga. Katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump asema Marekani na Israel ziko karibu kukamilisha malengo yao nchini Iran. Na katika habari za michezo na burudani, Rais Dr. Samia asema Tanzania itaendelea kuwaenzi wanamuziki wakongwe waliofanya vizuri katika tasnia hiyo. Na Rais wa Shirikisho la Soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atupwa jela maisha kutokana na ubadhirifu wa fedha za shirikisho hilo. Barabara kabisa mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othman, karibu tuwe sote. Na moja kwa moja mtazamaji, tuanze na habari za kitaifa. Zaidi ya saa 7 wananchi na watumiaji wa vyombo vya moto mkoani Mwanza wanaotumia barabara kuu kutoka katikati ya jiji kwenda stendi ya mabasi ya Nyegezi wamejikuta katika wakati mgumu baada ya barabara hiyo kukata mawasiliano kutokana na mvua kubwa iliyonyesha. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Sharifa Suleiman. Haya ndio yaliyojiri leo hapa katika daraja la Mkuyuni jijini Mwanza. Mvua kubwa iliyoanza kunyesha leo muda wa saa 1 asubuhi mpaka saa 6 mchana imesababisha kadhia kwa kukatika kwa mawasiliano katika barabara hiyo ilipojengwa daraja jipya la Mkuyuni. Hawa ni wakazi wa maeneo haya, wanaeleza namna walivyoathirika. Na sasa tumekaa tukisubiria maji yaweze kupungua, lakini pia tunashauri serikali iweze kuona kwamba ni jinsi gani itengeneze miundombinu ikiwemo mito ambayo itakuwa inatiririsha maji kwa uzuri ili barabara iweze kuwa safi kwa ajili ya watu kuwahi makazini mwao. Hali ya leo kwa kweli imetuasiri sana sana, kwa maana tulikuwa na zana zetu zote zimeondoka. Hapa tulipo hatuna hata mbele wala nyuma, na watu mitaro haziko sawa. Mitaro zingekuwa mitaro ziko sawa, labda haya maji yasingesambaa hivyo. Imeasiri sana. Kama ukitoka hapa tulipo, hapo mbele kidogo kuna soko la Mkuyuni, walivyoinua lile daraja lenyewe likabaki chini. Kwa hiyo pale soko la Mkuyuni bidhaa zote zimeenda na maji zote kwenye soko la Mkuyuni. Kwa hiyo walioathirika na haya maji ni wengi sana. Hata mpaka sasa tunajiuliza kwa nini mkokoaje. Ukiangalia maji yalikotoka tofauti na mto, yameacha kwenye mto yamekuja maeneo yetu. Mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi anafika eneo hili na kuwaongoza watembea kwa miguu na vyombo vya moto kuvuka katika eneo hilo na kukiri eneo la Mkuyuni kuwa na changamoto. Ndio maana utaona ukienda kwenye hili eneo tumeanza kujenga tuta, tumeanza kujenga mitaro ili maji yapite katika mkondo wake wa kawaida, na mradi huu kwa kiwango kikubwa uko zaidi ya 95%. Mimi ni imani yangu kwamba mradi huu ukikamilika, tukajenga mitaro, tukajenga kingo za mto Mirongo, Mungu anaweza kusaidia swala mafuriko katika wilaya yetu ikawa ni historia. Makilagi anasema licha ya athari hizo hakuna madhara makubwa yaliyojitokeza, na kuwataka wananchi kuwa na utaratibu wa kufuatilia utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wote waliopita hapa wakatoa ushirikiano kuhakikisha raia wetu wanavuka salama. Lakini ombi langu kwa wananchi wa wilaya yangu ya Nyamagana na hata wanaonisikiliza katika maeneo mbalimbali, wao wanafuatilia pia utabiri wa hali ya hewa. Tunapotangaziwa kwamba mvua zitakuwa nyingi, wananchi wanaokaa mabondeni tuwe tunajiondoa mapema. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza.
Asante sana Sharifa Suleiman, ni tumaini langu maji yatakuwa yamepungua ili niweze kurudi nyumbani. Tukiachana na taarifa hiyo, tusonge mbele. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema sekta ya mawasiliano nchini ina nafasi muhimu katika kuunda fursa za ajira, kusaidia shughuli za kibiashara na kuchangia mapato ya serikali wakati taifa linatekeleza dira ya mwaka 2050. Tupate taarifa zaidi. Waziri Hamisi amesema jijini Dar es Salaam wakati wa iftari iliyoandaliwa na kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Airtel Tanzania, ambapo amesema kwenye dira hiyo sekta binafsi na mchango mkubwa zaidi katika kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi. Mchango wa sekta binafsi unatarajiwa uwe mkubwa zaidi katika kipindi hichi. Ukiangalia kwenye dira yenyewe ya mwaka 2050 inatarajiwa kwamba ili tufikie huko sekta binafsi kugharamia dira ile, sekta binafsi itachangia 70%. 30% ndio itatoka kwenye sekta ya umma. Ndani yake 8% itatokana na mashirika ya serikali, mashirika ya umma, na 22% iliyobakia ndio itapitia kwenye bajeti ya serikali. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Airtel Tanzania Jessica Moto amesema amekuwa akisaidia biashara ndogo na za kati kwa kutoa uunganishaji wa kuaminika na suluhisho za kidijitali zinazowezesha biashara kukua na kushindana katika uchumi wa kidijitali. And we're serving a number of segments of our market, from corporate to SMEs, government, all remain at our heart of our servicing. Kamoto amesema ameendelea kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ya mawasiliano na kuanzisha vituo vya mitandao ya 4G pamoja na 5G kote nchini ili kuboresha uunganishaji wa upatikanaji wa kidijitali. Mbwana Shamari, Star TV, Dar es Salaam. Tazamaji, sasa turejee hapa Mwanza, tungane naye tena Sharifa Suleiman akituletea taarifa isemayo ujenzi wa kiwanda cha kuchakata samaki aina ya Sato kinachotarajiwa kujengwa na chama kikuu cha ushirika cha Nyanza kitasaidia kuongeza thamani ya samaki na kupanua soko la uzaji kwa walaji wa nje ya mkoa wa Mwanza. Kwa sasa chama hichi cha ushirika, mbali na kusimamia mazao hususan zao la pamba, wameona kutumia fursa nyingine katika sekta uvuvi kwa kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Hii ni baada ya kupata mkopo wa 100% na kuona tija yake. Kwa sisi kama chama kikuu tunao mpango wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na kisiwa cha vizimba vya samaki, na hii itawasaidia sana wananchi, lakini vijana na akina mama, maana ni eneo ambalo sasa litawafanya washiriki kikamilifu katika shughuli za uchumi. Wana vizimba 8 vinavyovuna samaki, wakiwa na mpango wa kufikia vizimba 70 kutokana na uzalishaji wa samaki kwa wingi. Wanaona kiwanda cha uchakataji wa samaki ndio suluhisho ya kufikia masoko makubwa ndani na nje ya nchi. Kwa tutakuwa na hiyo kiwanda kwa ajili ya kuongeza thamani ili kumhakikishia mlaji wetu anapata samaki yaliyotoka kiwandani au ziwani akiwa fresh na ambaye hajapata contamination, yani hajaingiliana na shughuli za mikono za waandaaji. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoani Mwanza, Hilda Boniface, anaeleza hii ndio dhana ya vyama vya ushirika kujiendesha kibiashara na Nyanza, wakieleza ubora samaki wao. Kwa sababu tunakwenda kibiashara, mwisho wa siku wakishaona wanaweza kutembea nao mkopo bila kutegemea mkopo, basi miradi tunahamasisha sana waiendeshe bila kutegemea mikopo sehemu yoyote. Kwa hiyo samaki tunamfuga anakula kile chakula ambacho kina zile nutrient content zote. Kwa hiyo ladha yake haiwezi kuwa mbaya wakati chakula tulichomlisha kina virutubisho bora ambavyo vimekamilika. Chama kikuu cha ushirika Nyanza wanajivunia kuvuna tani kuanzia 3.5 kwa kizimba kimoja chenye vifaranga zaidi ya 12,000. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mtazamaji, tukiendelea kuambamba katika mkoa wa Mwanza, wakazi wa wilaya Magu wanatarajiwa kunufaika zaidi na ujenzi wa daraja la Sukuma lenye thamani shilingi bilioni 9 ambalo linatajwa kusaidia kupunguza changamoto za usafiri na kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu. Akizungumza wakati wa ziara yake mkoani Mwanza, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Taifa Kenani Kihongosi ametembelea daraja hilo kwa lengo la kukagua maendeleo ya ujenzi wake na kujionea hatua iliyofikiwa, ambapo ameeleza kuridhishwa na kasi ya ujenzi wake. Daraja hili kwenu ni faraja au sio faraja? Kazi nzuri imefanyika, haijafanyika? Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan
ujenzi wa mradi huu umefikia 80% ya utekelezaji. Baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wameeleza kukamilika kwa daraja hilo kutaleta manufaa makubwa, ikiwemo kurahisisha usafiri na usafirishaji na kupunguza hatari walizokuwa wakikumbana nazo hasa wakati wakivuka eneo hilo. Tulikuwa tunapata adha sana wakati wa mvua. Mara daraja linajaa, tunashindwa kupita. Tunapotaka kusafirisha mazao yetu tulikuwa tunapata shida sana. Tunajikuta wakati mwingine daraja limekatika. Tulikuwa tunatembea tunateseka. Hata wajawazito tunapoenda hospitalini tunateseka sana. Katika hatua nyingine, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Taifa Kenani Kihongosi amesema chama hicho kitaendelea kuvilea vyama vingine vya siasa nchini kwa kuwa kinaamini kuwa kina wajibu wa kuhakikisha siasa zinaendelea kuwa na maadili na utulivu. Kihongosi ametoa kauli hiyo alipokutana na wanachama wa CCM wakata katika shina namba 2 la tawi la Mashineni, ambapo amesema CCM haina uhasama na vyama vingine vya siasa, bali inaona ni wajibu wake wa kuvilea vyama hivyo katika misingi ya maadili ya kisiasa. Vyama vyote vya nchi hii tunavipenda. Sisi Chama cha Mapinduzi hatuvibagui, tunavipenda, na ndio maana kila wakifanya mambo ya ajabu ajabu, kwa kuwa sisi ni baba, tunaambia tulia mtoto, tulia mtoto, tulia mtoto. Chadema watasema unajua serikali hii, naambia Chadema tulia mtoto wetu, tulia. Wakati huo Kenani Kihongosi amesisitiza umuhimu wa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano. Adam Ruhomwa, Star TV. Tazamaji, na sasa tutoke kanda ya Ziwa. Viongozi na watendaji kuanzia ngazi ya chini hadi mkoa katika mkoa wa Arusha wameelekezwa kujiwekea utaratibu wa kusikiliza kero za wananchi kila mara ili kuepusha matukio ya wananchi kutoa kero zao kwa viongozi wa kitaifa wanapotembelea mkoa huo. Angela Mweka ana taarifa hii. Kikao cha kamati ya ushauri ya maendeleo ya mkoa wa Arusha kilichoongozwa na mkuu wa mkoa huo Amos Makala pamoja na mambo mengine kimejielekeza katika kuweka namna nzuri ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi, huku baadhi ya washiriki wa kikao hicho wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa wakiweka wazi hali ilivyo ngazi ya chini. Hapo ndio mahali tunapata majibu sahihi. Hatuwezi kuibia wananchi, sio kila kitu mpaka rais aje, wakati watendaji wapo na wanalipwa. Tunachoomba ni kupunguza hizi kero. Kero anazouliza waziri mkuu si zake, lakini inawezekana pia tukatatua kwa sisi, tukafanya inawezekana, ni mambo madogo. Akitoa mwelekeo wa changamoto hiyo, mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala anasema kitakachofanyika sasa ni kutoa mwongozo kwa viongozi na watendaji kuanzia ngazi ya chini wa namna nzuri ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi, lakini pia kuhakikisha wanapata taarifa sahihi kuhusu fursa hiyo. Na mimi naamini wananchi pia wakielimishwa tu kwamba kuna fursa hiyo ya kusikilizwa kila Jumatano katika kijiji, katika mtaa, katika kata, katika halmashauri, mimi naamini kuna siku naweza kuja kiongozi akahutubia bila bango. Na katika hatua nyingine, kikao hicho kupitia kwa katibu tawala msaidizi mipango Apollinaire Seia kilifahamishwa matarajio ya makusanyo na mapato ya mwaka ujao wa fedha, huku mbunge wa Arusha Paul Makonda akitumia fursa hiyo kuhamasisha wananchi kutumia fursa ya michuano ya AFCON ya mwaka ujao kujiinua kiuchumi. Kwa maana ya mkoa unategemea kukusanya milioni 6, lakini pamoja na halmashauri zake zote tunategemea kukusanya bilioni 99.12. Naomba tutumie fursa hii ya AFCON katika mkoa wetu wa Arusha na Tanzania kwa ujumla. Hiyo ni mwanzo wa kichocheo cha kutengeneza uhakika wa wateja. Kikao cha kamati ya ushauri ya maendeleo ya mkoa pamoja na viongozi na watendaji ngazi ya wilaya na mkoa pia hushirikisha wadau mbalimbali wa maendeleo. Angelo Mwaleka, Star TV. Kwingineko, ofisi ya kadhi mkoa wa Singida imeombwa kupunguza utoaji wa talaka kutokana na takwimu kuonyesha kuwa zaidi ya 50% ya ndoa zenye migogoro zinavunjwa badala ya kusuluhishwa, hali inayoathiri jamii na kusababisha ongezeko la watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Mwandishi wetu Emmanuel Michael amefafanua taarifa hii. Hii katika mkutano na waandishi wa habari ambapo shehe wa mkoa wa Singida Alhaji Isa Nasoro ametangaza mabadiliko ya baadhi ya viongozi yaliyofanywa na Baraza la Ulama Taifa. Mheshimiwa Mufti amemteua Sheikh Mubarak Ali Esia kuwa kadhi wa mkoa wa Singida, akichukua nafasi ya Sheikh Ramadhani Shabani Kaoja ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Amemteua Sheikh Isahaka Hassan
Isangu kuwa katibu wa kadhi. Isa amesema mwingine aliyeteuliwa ni Salum Hamisi Ngaku wa kaimu katibu wa baraza la mashehe mkoa wa Singida, na mwito wake ni kwa ofisi ya kadhi kushughulikia vyema mirathi, ndoa na kupunguza talaka, ikiwezekana kumaliza kabisa msongamano wa talaka. Badala ya talaka basi ije mbadala, kwamba tufanye kazi kubwa sana ya sulhu, kuzijenga familia za Waislamu. Katika kujenga familia za Waislamu, maana yake tunatengeneza kizazi cha raia wema wa nchi yetu. Talaka zinasababisha kupatikana wingi wa watoto wa mitaani. Hadi ya baadhi ya viongozi wapya ni kutekeleza majukumu yao kwa kufuata na kuzingatia katiba ya BAKWATA, huku matarajio yakiwa ni kuleta mabadiliko chanya na kujiepusha na migogoro. Fanya haki na weledi katika kuhakikisha tunaleta sulhu baina ya Waislamu. Nategemea kwamba hawa ambao wanaingia sasa kwenye baraza watajaribu kuendesha baraza kwa mujibu wa katiba au sheria. Tunachokutarajia na imani kabisa kwamba uteuzi uliofanyika kwa sasa hivi utakuwa mzuri, utawajenga watu, utawafanya watu wawe na imani na amani na dini yao. Hivi sasa waumini wa Kiislamu nchini na duniani kote wako kwenye ibada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni utekelezaji wa moja kati ya nguzo kuu 5 za dini hiyo. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Tazamaji, tugeukie katika sekta ya afya. Jitihada za makusudi zinahitajika za kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo magonjwa ya mfumo wa mkojo na figo, hali inayochangiwa na mfumo wa maisha. Beatrice Gerard ana taarifa hii. Daktari bingwa wa upasuaji wa hospitali ya LMC Emmanuel Lema amesema katika kupambana na magonjwa hayo, hospitali hiyo kwa kushirikiana na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imeanza kambi maalum ya upimaji na matibabu ya magonjwa ya figo pamoja na magonjwa mfumo. Katika kambi hii tunategemea kuona wagonjwa wengi kwa sababu tunafahamu sasa hivi trendi ya magonjwa imebadilika. Magonjwa mengi ni yale magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Aidha, Dr. Lema amesema kwa mabadiliko ya maisha ikiwemo kukosa mazoezi, uzito wa kupitiliza pamoja na magonjwa kama sukari na shinikizo la damu ni baadhi ya sababu zinazochangia kuongezeka kwa magonjwa ya figo. Kwa hiyo ile mtu kufanya mazoezi au mwili kujishughulisha wengi hawepo, na hiyo ni moja ya kitu ambacho inapelekea kupata magonjwa yasiyoambukiza kwa sababu mwili haupati yale mazoezi. Hiyo inapelekea kupata vitu vingi ambavyo mwisho wa siku ndio vinapelekea pia figo kufeli. Kwa mfano magonjwa ya kisukari, wengi wanapata magonjwa ya kisukari kwa sababu ya uzito ambao unazidi. Kwa upande wake, daktari bingwa mfumo wa mkojo na afya ya wanaume Dr. Miguel Rugakingira amesisitiza umuhimu wa kuzingatia usafi wa mwili pamoja na unywaji sahihi wa maji ili kuepuka maambukizi katika njia ya mkojo. Tuanze kufundisha watoto wetu au na sisi pia usafi. Kwa hiyo si swala la unywaji wa maji tu, ni jinsi ya matumizi ya maji. Kutoka chooni, safisha choo, safisha mikono, lakini ya pili unywaji wa maji angalau lita 2 kwa mtu mwenye kilo 70. Kambi hii ya matibabu imeanza tarehe 9 na inatarajiwa kuhitimika tarehe 17 katika hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center, shime ikitolewa kwa wakazi wa Arusha na mikoa mingine kutumia fursa hiyo ya kimatibabu. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Wanawake wametakiwa kujiwekea misingi ya kujiamini na kujisimamia ili kufanya mambo makubwa na yenye tija yatakayowezesha kulipeleka taifa katika hatua za juu za maendeleo. Mariamu Emily kutoka Kagera na taarifa hii. Wanawake kama nyenzo muhimu ya maendeleo duniani ni kundi muhimu linalohitaji kuandaliwa vyema ili kuweka chachu ya maendeleo katika jamii. Wanafunzi katika shule ya sekondari ya wasichana ya Josia iliyopo manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wanaamini wanaweza kuwa viongozi bora ama watu muhimu hapa nchini kutokana na jinsi walivyolelewa
katika misingi ya weledi na kujiamini. Kama dunia imetuona kama sisi tunafaa na ikaweka siku kwa ajili ya kutusherehekea sisi, basi tunao uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa na mazuri katika hii dunia. Tuendelee kujisimamia, uwe kwenye jamii, uwe shuleni, tuendelee kuwa watu wenye umuhimu na tuendelee kuonesha kwamba sisi tunaweza. Hata tukiangalia rais wetu ni mwanamke, inatuhamasisha kwamba na sisi wanawake tunaweza katika kila sekta na kila kazi tunaweza. Uongozi wa shule hiyo ya Josia wanawashirikisha wazazi na walezi kuchochea wanafunzi hao wa kike kutokubali kuharibu ndoto zao. Wakati ninasoma sikuruhusu mtu aniharibie future yangu. Wakati nasoma sikumruhusu mtu ani discourage. Mkuu wa shule hiyo Roda Shululu amesema shule yake imekuwa ikiandaa programu mbalimbali ili kuwatengeneza watoto hao wa kike katika maadili na elimu bora. Tunachohakikisha kwamba hawa wanakuja kuwa wanawake bora ni kuwapatia elimu bora ambayo inawafaa, na kwa hiyo wanaweza wakaingia katika ofisi yoyote wakafanya kazi, kwa sababu shule tunaweza kuwajengea bidii. Uongozi wa shule ya Josia umewakutanisha wanafunzi wa shule hiyo na wazazi pamoja na walezi wanaofanya vizuri katika sekta mbalimbali ili kuwatia chachu ya kuwa mfano wa kuigwa katika siku za usoni. Mariam Emily, Star TV, Kagera. Namna jamii imeaswa kuendelea kujitoa kwa ajili ya watu wenye uhitaji wakiwemo wanawake ambao wamekuwa wakijifungua wakati mwingine na kukosa msaada maeneo ya hospitalini. Taarifa kamili na Frankius Cleophas. Msisitizo huo unatolewa na Johansen Bakuba ambaye ni mganga mfawidhi hospitali ya wilaya Serengeti mkoani Mara, wakati wakipokea msaada wa vitu mbalimbali kutoka Power Life Health and Wealth Solution. Kuwe pia nafasi hii kuwaomba wadau wengine mbalimbali ambao wana uwezo wa kufanya hivi wafanye, kwa sababu kuna uhitaji mkubwa sana. Tunapokea watu mbalimbali ambao wanakuja wakati mwingine hawana chochote, lakini inapofika hatua wakapatikana wadau wa namna hii, kuna namna fulani wanawezesha wa mama kupata faraja. Kwa hiyo ninapenda niombe kama wanaweza kupatikana pia waendelee kupatikana waje. Aidha, viongozi wa Power Life Health and Wealth Solution wanaahidi kuendelea kujitoa kwa ajili ya jamii hapa nchini. Maadhimisho haya tumefanikiwa kupeleka maternity pads, tumefanikiwa kupeleka diapers kwa ajili ya watoto, lakini pia tumefanikiwa kupata mafuta kwa ajili ya watoto wadogo, lakini pia kanga pamoja na sabuni. Hivyo vyote vitawasaidia katika hatua za awali katika safari yao ya ulezi hapo katika hiyo hatua waliotoka. Tutarajie kwa upande wetu, tutarajie mambo makubwa kwa sababu sisi tunaguswa na jamii na kushika jamii moja kwa moja, lakini pia kwa asasi zingine au jamii zingine au wadau wengine ambao wana nafasi ya kufanya vitu kama hivi wafanye, kwa sababu tuna watu huko nje ambao hata kile kidogo ambacho unakiona kwako ni kidogo, kuna mwingine kwake ukimpatia ni kikubwa. Kwa hiyo tuendelee kushika mikono jamii kwa kusaidiana na kusapotiana pale inapohitajika. Kwa hiyo tunawaomba wadau wengine wajitokeze, na tutoe rai kwa wadau wasijitokeze tu kwenye hizi shughuli za siku ya wanawake, lakini pia huwe mwendelezo wa kuendelea kusaidia jamii. Kwa hiyo tunawashukuru kwa hizi zawadi na tunaamini watazitumia vizuri akina mama, kwa kuwa bado tuna uhitaji. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wadau mbalimbali wajitokeze kwa ajili ya kusaidia ili kundi la kina mama, hasa hao ambao wamejifungua na wakati mwingine wanakosa mahitaji mbalimbali. Nikiponti kutoka Serengeti mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV. Asante sana Frankius Cleophas kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa yake Frankius inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapo tutakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi.
Msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, Star Times tuko nawe bega kwa bega. Furahia mawaidha, kaswida na vipindi bora vya dini kupitia TV Iman na IBN TV Africa, huku kupitia ST Swahili Channel ukiendelea kuburudika na tamthilia kali ya Vendetta kila siku saa 3 kamili usiku, bila kumkosa mzee wa ngumi jiwe Tangol kwenye Gangs of Manila kila siku saa 3:45 usiku. Wale wa Bongo Movies na series za kibongo, basi Mambo TV Swahili ndio nyumbani. Kupitia Novela E+, furahia tamthilia kali ya Lavender Fields inayokujia kila siku saa 2:50 usiku. Watoto nao wanaendelea kufurahia katuni pendwa ya Boni Bears na nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antenna pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Sekta ya michezo ya kubahatisha inakuwa kwa kasi hapa Tanzania. Fahamu kuwa michezo ya kubahatisha inasimamiwa na kudhibitiwa ipasavyo na GBT ambayo ilianzishwa kisheria ili kuhakikisha kuwa sekta inaendeshwa kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni, inachangia katika maendeleo ya taifa letu na jamii inalindwa dhidi ya athari zozote zinazoweza kujitokeza. GBT hii ndio mamlaka pekee hapa nchini yenye jukumu la kutoa leseni za michezo ya kubashiri, mashine za slot yani dubwi, kasino, bahati nasibu ya taifa na promotion zote za biashara zinazoendeshwa na makampuni na mashirika mbalimbali. Vile vile GBT inaishauri serikali juu ya viwango vya kodi. Pia inasimamia ushindani wa haki na kutatua migogoro baina ya waendeshaji na wachezaji. Elimika kaka, elimika dada, michezo ya kubahatisha ni burudani, sio mbadala wa kazi na ni marufuku kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Wakazi wa kijiji cha Sakila katika kata ya Kikatiti wilayani Arumeru mkoani Arusha wameiomba serikali kufanya ukarabati wa haraka wa barabara ya Kikatiti hadi Sakila ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ikikwamisha shughuli za kiuchumi na kijamii. Beatrice Gerard kutoka katika eneo hilo ametuandalia taarifa kamili. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema licha ya barabara hiyo kutolewa ahadi za muda mrefu za ukarabati wake, hali imezidi kuwa mbaya hasa kipindi hiki cha mvua hadi kushindwa kupitika kabisa. Tulisikia kama tuna shilingi milioni 84 ambazo zingeweza kutusaidia mwezi wa 5. Tulisikia mwezi wa 5 mwaka jana. Tukaona labda tunaweza tukafekewa, tukawekewa moramu hata kufikia wakati ule mama ambapo atapata pesa ambayo inaweza kutusaidia basi kufikia kwenye kiwango kile cha lami kama mstaafu yule alivyotuahidi na kama marehemu alivyotuahidi. Sasa tunaamini tu kwamba serikali haipingani, tunaamini kwamba tutasaidika. Ukweli barabara ni mbaya. Na hii barabara wajawazito ndio wanapata shida kipindi cha mvua, kwa sababu mvua ikiwepo wajawazito una mahali pa kuwapitisha. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Tena ile asubuhi mtoto anaenda shule ni asubuhi, hamna mvua. Ikifika saa 8 mvua inageuka inanyesha. Kama haupo nyumbani una wasiwasi kwa sababu maji ni makubwa na watoto enda ikawa wakapelekwa, wengine ni wadogo wanapelekwa na yale maji. Kwa mfano kama sasa hivi mimi nimepaki gari kwa sababu nilipita nikazama kwenye shimo moja hapo pasipo kulijua, nikakata spring. Sasa ukiangalia mazingira kama hayo yanafanya familia inaishi maisha magumu kutokana na kazi inasimama, fedha hamna. Sasa kutokana na vile ambao tulishaahidiwa na wakubwa waliopita na wakubwa waliokuja, tunaomba serikali iingilie iangalie barabara hii kwa sababu pia ni sehemu moja kutoa mazao Sakila kushusha Katiti.
Akizungumza kwa njia ya simu, meneja wa TARURA mkoa wa Arusha Nicholas amebaini sababu zinazokwamisha ukarabati wa barabara hiyo muhimu kwa wakazi wa Sakila na maeneo jirani. Wakati nafika msimu wa bajeti ulikuwa umepita. Tuliombea bajeti lakini bahati mbaya haikuweza kupata bajeti. Ila safari hii tena tumeiombea bajeti tuanze kwa kiwango cha lami. Hata hivyo tutaanza na usanifu. Kama tukipata hiyo bajeti ya maendeleo, hela nyingi kidogo ili kufika kama, kwa sababu kutoka hapo mpaka pale kwenye makanisa ya sini, makanisa gani yale? Kwa Askofu Isanja pale ni karibu kilomita 7. Kuzunguka mpaka Maji ya Chai ni karibu kilomita 16. Sasa tumeiomba kwenye bajeti ya maendeleo kupitia road fund. Kama ikipata fedha tutaianza kwa kiwango cha lami. Lakini sisi kwenye bajeti zetu za ndani tutatengea fedha kwa ajili ya usanifu na matengenezo madogo madogo. Barabara ya Kikatiti hadi Sakila ni barabara inayotegemewa na zaidi ya wakazi 2,000 katika shughuli mbalimbali zikiwemo za kimaendeleo. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Na mtazamaji, wa habari za biashara na uchumi zitafuata. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Wananchi wametakiwa kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya siku ya haki za mtumiaji duniani kwa mwaka 2026 yatakayofanyika jijini Tanga Machi 15 kwa lengo la kuimarisha ulinzi wa haki za watumiaji na kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu umuhimu wa kulinda maslahi ya watumiaji wa bidhaa na huduma. Kwa mujibu wa Jukwaa la Watumiaji Tanzania, maadhimisho hayo yatahusisha wadau mbalimbali wakiwemo serikali, mashirika binafsi na watetezi wa haki za watumiaji. Lengo ni kuongeza uelewa juu ya haki za watumiaji na kuhimiza utoaji wa huduma bora kwa wote. Jukwaa hilo limewahimiza wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za maadhimisho hayo ili kupata elimu kuhusu haki na wajibu wao, pamoja na kutumia mifumo iliyopo kutoa maoni au malalamiko kuhusu huduma wanazozipokea. Mtumiaji akishafahamu kwamba anatakiwa kufanya nini, ndio hapo anaweza kujua kwamba yeye ana haki zipi. Kwa hiyo akishajua hayo mawili, anaweza kujua sasa hiki kumbe ni haki yangu na hakijatendeka. Kama sisi kwenye usafiri tukishamwambia mtu kwamba ni haki yake kupewa tiketi, lakini ili kupewa tiketi pia ni jukumu lake kulipa nauli sahihi. Hasa yeye kwa kujipima sasa ndio anaweza kuangalia kwamba kwa sababu nimelipa nauli sahihi, hasa mbona tiketi sijapewa? Kwa hapo anakuwa na kitu chenye mashiko cha kuweza kufanya nini? Kuja nacho ili aweze kupata hii haki yake. Kupitia maonyesho hayo, wadau watapata fursa ya kujifunza zaidi kuhusu huduma mbalimbali zinazodhibitiwa, taratibu za kuwasilisha malalamiko, pamoja na namna ya kulinda haki zao kama watumiaji. Kuweza kutengeneza uelewa huu kwa watumiaji, waweze kufahamu kwamba viko vyombo ambavyo vinaweza kuwasaidia wanapokutana na changamoto mbalimbali pindi wanapotumia hizi huduma ambazo zinadhibitiwa, ikiwemo usafiri wa anga, usafiri wa ardhini, mawasiliano na nishati na maji. Kwa hiyo niombe tu wananchi, watu wote waweze kutumia hizi njia rasmi ambazo zipo kwa mujibu wa sheria kuweza kutatua hizi changamoto. Ni wito wetu kwamba sisi watumiaji tuna sehemu ya kufanya.
kuhakikisha tunapata huduma zilizo salama, lakini watoa huduma pia wanayo sehemu ya kufanya kuhakikisha kwamba bidhaa na huduma wanazozitoa zinakuwa salama kwa watumiaji, na hivyo ndivyo ambavyo tutajenga jamii yenye maendeleo endelevu. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo bidhaa salama, watumiaji wenye kujiamini, ikilenga kuhimiza upatikanaji wa bidhaa na huduma salama zinazozingatia viwango vya ubora ili kuwezesha watumiaji kufanya maamuzi sahihi na kutumia huduma kwa kujiamini. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Na zaidi ya vijana 200 wa bodaboda wilayani Kyela mkoani Mbeya wameiomba serikali kuhamasisha wawekezaji kuwekeza kwenye vituo vya mafuta, wakisema kuwa upungufu wa huduma hiyo umekuwa kikwazo kikubwa katika shughuli zao za kila siku za usafirishaji. Taarifa zaidi na Lawrence Simkonda. Wilaya ya Kyela ni miongoni mwa wilaya 5 za mkoa wa Mbeya, lakini inatajwa kuwa na idadi ndogo ya vituo vya mafuta ya petroli na dizeli, hali inayosababisha usumbufu mkubwa kwa waendesha bodaboda na watumiaji wengine wa vyombo vya usafiri. Wameeleza kuwa wanamshukuru mbunge wa jimbo la Kyela Baraka Mwamengo kwa kujenga kituo kipya cha mafuta, wakiamini kitasaidia kupunguza changamoto hiyo inayowakabili kwa muda mrefu. Tulikuwa na changamoto kubwa sana kupanga foleni. Unaona? Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru Mheshimiwa Basai kwa kutuongeza tena kituo kingine cha mafuta. Huyu mbunge amekuwa ni mbunge kioo cha jamii sana, kwa sababu hakuna mbunge aishi kutokea kama huyu. Katuletea ajira, hii ni ajira kwa vijana. Tunashukuru Mungu Mheshimiwa kwa kutufungulia petroleum hapa. Lakini tunashukuru Mungu sheri zimeongezeka Kyela. Akizungumzia mradi huo, mbunge wa Kyela Baraka Mwamengo anasema pamoja na kuboresha upatikanaji wa mafuta, kituo hicho pia kinalenga kutoa ajira kwa vijana wa eneo hilo. Tunatarajia kuongeza fursa za ajira kwa vijana na eneo hili na kuchangia maendeleo ya uchumi wa jamii inayotuzunguka. Hivyo Basai General Surprise tunategemea pia kuanzisha vituo vya mafuta katika eneo lililopo Ngieke, lakini pia eneo lililopo Itope nje kidogo ya mji huu wa Kyela. Katika ibada maalum ya kukiwekea wakifu kituo hicho, Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT Diocese ya Konde, Askofu Godfrey Mwakihaba, amesema uwekezaji huo ni hatua muhimu katika kukuza uchumi wa jamii. Mimi ingekuwa ni kanisani ningesema hii ni sadaka ambayo umeitoa kwa watu wako. Mungu akubariki sana mkurugenzi wa Basai. Na uliposema kwamba maono ni kwenda pale Itope pamoja na Ngeke, nasema tutateta mali fulani iseme na Matema pia ufike. Sisi kama kanisa tuko tayari kutoa ushirikiano pia. Mkuu wa wilaya ya Kyela Josephine Manase, akiwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, amewahimiza wawekezaji wengine kutumia fursa zilizopo wilayani humo kwa kuanzisha miradi itakayochochea maendeleo na ajira kwa vijana. Kwa tunawakaribisha pia kwenye mezao tofauti wawekezaji, tunawakaribisha pia kuwekeza kwenye nyanja mbalimbali za kufanya mji wetu, kufanya wilaya yetu iendelee kukua na iweze kuwa nzuri na iweze kusaidia upatikanaji hata wa ajira. Lawrence Simkonda, Star TV, Mbeya. Mtazamaji, nitakaporejea habari za mataifa mbalimbali zitafuata. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Karibu sana mtazamaji katika habari za mataifa mbalimbali.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani na Israeli ziko karibu kukamilisha malengo yao nchini Iran na kwamba vita vitaisha hivi karibuni, lakini si wiki hii. Chezo Majugu ametuandalia undani wa habari hizi. Kiongozi huyu ametoa tamko hilo katika mkutano na waandishi wa habari baada ya hafla ya chama cha Republican mjini Florida. Rais Trump ameelezea kile anachokiamini kimefanikiwa na kutoa wito wa mabadiliko ya uongozi huko Tehran. Licha ya Iran kumteua kiongozi wao mpya mkuu ambaye angeonekana kuwa na uhusiano wa karibu na makundi yenye msimamo mkali ndani ya nchi. Punde tu kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC kimepuuza matamshi yake kama upuuzi, akisema ni juu yao kuamua mwisho wa vita. Ujumbe huo umeelezea usalama upo kwa pande zote, huku mamlaka zote za Kiislamu bado ziko mikononi mwao. Iran imeendelea na mashambulizi yake ya kukabiliana na mali za Israel na Marekani katika Ghuba katika siku ya 11 ya vita. Bado tukiangazia athari za vita vya Iran. Fahirisi kuu za Marekani zimeshuka kwa zaidi ya 1% zilipofunguliwa jana Jumatatu, lakini zikarejesha hasara kufikia mwisho wa mwaka. Bei za mafuta zimepanda hadi viwango vyao vya juu zaidi katika kipindi cha miaka 4. Wateja nchini Marekani tayari wanahisi athari za mzozo katika Mashariki ya Kati kwenye bei za mafuta. Viongozi wa bara la Ulaya nao wamezungumzia wasiwasi wao kuhusu ongezeko la bei ya nishati kufuatia vita vya Mashariki ya Kati vinavyozidi kutanuka. Naye waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban ametoa wito kwa Umoja wa Ulaya kuiondolea vikwazo vyote vya mafuta ya visukuku Urusi ili kudhibiti ongezeko la bei ya nishati barani humo. Kwingineko, bunge la Lebanon limetangaza kuahirisha uchaguzi wa ubunge uliopangwa kufanyika mwezi Mei miaka 2 kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Israel na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran. Bunge limekutana na wanachama wa Hezbollah wameshiriki mkutano huo, huku ndege za Israel zikishambulia vitongoji vya kusini vilivyo karibu na ngome ya Hezbollah. Jeshi la anga la Israel limefanya shambulio lingine jana Jumatatu asubuhi kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut ambayo ni ngome ya Hezbollah. Msemaji wa jeshi la Israel anayezungumza kwa Kiarabu alionya kwamba shambulizi hilo lililenga matawi ya kampuni ya kifedha ya Al-Qadri Al-Hassan yenye uhusiano na Hezbollah iliyowekwa katika ngome ya kundi hilo. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema Ufaransa itatuma meli 2 za kivita kama sehemu ya misheni ya majini ya Umoja wa Ulaya ya Aspides katika Bahari Nyekundu. Rais Macron amesema misheni ya kujilinda na ya usaidizi pekee itaandaliwa na mataifa ya Ulaya na yasiyo ya Ulaya. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Cyprus ili kujadili usalama wa kikanda, Rais Macron amesema misheni hiyo italenga kusindikiza meli za makontena na meli za mafuta ili kufungua tena hatua kwa hatua mlango wa bahari wa Hormuz baada ya mwisho wa awamu kali zaidi ya mzozo. Umoja wa Ulaya umekuwa ukijadili kuimarisha misheni yake ya majini katika Bahari Nyekundu baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kusababisha vita kubwa vya kikanda. Safari ya baharini katika mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya maji ya Ghuba ambayo sehemu ya 5 ya meli ghafi duniani hupita na imesimama kabisa tangu vita vilivyoanza Februari 28. Rais Macron ametembelea Cyprus baada ya taifa hilo la kisiwa na mwanachama wa Umoja wa Ulaya kulengwa na ndege zisizokuwa na rubani zilizotengenezwa na Iran mapema Machi. Tazamaji, mwisho wa habari za kimataifa. Tutakaporejea hapa tutadunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana.
sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa shabiki wetu nambari 1. Hizi ni habari za michezo na burudani. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi milioni 10 kwa mwanamuziki mkongwe Zahiri Ali Zoro kwa ajili ya kumpa pole na faraja mkongwe huyo anayeumwa na kumtakia apone haraka. Taarifa kamili na Mbwana Shomari. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwinjuma aliwasilisha salamu za Dr. Samia amesema serikali inaendelea kuthamini mchango mkubwa uliotolewa na wasanii wa kongwe katika kukuza na kuendeleza sanaa na utamaduni. Mwinjuma amesema wanamuziki na wasanii wa kongwe ni hazina muhimu ya taifa, hivyo ni muhimu kwa taifa kuona umuhimu kuwashika mkono pale wanapopatwa na madhira ya kuugua au vinginevyo. Hapa 5 na nitakachofanya kwa sababu Banana ndo anakuangalia na nitampa hela same amount. Yeye atakavyo mambo mengine yale ya sasa anatakiwa kukupeleka hospitali, anatakiwa nini. Hii ni salamu za mheshimiwa mama. Salamu za mama. Kwa hiyo hizo ni salamu zake, anakuambia ugue pole. Upone haraka. Maana yake wanasema kuugua pole maana yake usipone. Sasa wewe upone haraka. Mimi binafsi ningependa kukusikia unaimba tena, unapiga magita tena. Mwanamuziki Zahiri Ali Zoro ambaye enzi za ujana wake amepita na kutamba katika bendi mbalimbali ndani na nje ya nchi, amemshukuru Dr. Samia kwa wema wake, hasa kwa wakati huu akiwa anakabiliwa na maradhi. Kweli mimi mama nakushukuru sana. Mama Rais, nakushukuru kijana wako Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma amekuja kuniona, kaja kunishika mkono kati ya joto. Kwa kweli nimeshukuru Mungu na ndio ananishughulikia hospitali. Nina afya kuliko ilivyokuwa 2 wiki zilizopita. Nilipata matatizo ya gesi, kwa kweli pata tabu. Asante, mkono wa mama nimeupata. Wimbo wa Cleopatra na tumerudi kishujaa alizopiga akiwa na bendi ya Kimulimuli Jazz iliyokuwa ikimilikiwa na Jeshi la Kujenga Taifa JKT zilimpa umaarufu mkubwa, hasa kutokana na tungo za nyimbo hizo kugusa hisia za jamii. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na kocha mkuu wa klabu ya Simba Steve Barker amesema anatarajia kupata upinzani mkubwa kutoka kwenye juao wa timu ya Singida Black Stars ya Singida kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC utakopigwa Jumatano hii kwenye uwanja wa Airtel mkoani Singida. Barker amesema amekiandaa kikosi chake kisaikolojia na kimbinu ili kupata alama 3 kwenye mchezo huo, lakini tunaelewa kuwa Singida ni timu nzuri sana. Walikuwa na msimu mzuri mwaka jana na timu yenye ushindani mkubwa na inafundishwa vizuri. Kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha kwamba kesho tunacheza kwa uwezo wetu wote na tuonyeshe kiwango chetu na utupa nafasi ya kushinda mchezo. Kwa hivyo kwa mashabiki wetu wote, kama nilivyokuwa nikiwaahidi, ni kwamba tutaonyesha kujitolea kwa 100% uwanjani. Tutajiandaa kwa uwezo wetu wote ili kuhakikisha
kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwafanya jivunie. Kwa hiyo ndio tunatarajia mchezo mzuri, mchezo mkubwa kwetu pia. Mchezaji wa klabu ya soka ya Simba Hussein Semfuko amesema kuelekea katika mchezo huo ana morali kubwa ya ushindi. Si kama wachezaji na timu nzima tumejiandaa vizuri na tuko hapa kwa ajili ya kupambania Simba na tuko hapa kwa ajili ya kuipambania tupate pointi 3 katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo malengo yetu ni yale ni kupata pointi 3 katika kila mchezo. Kwa hiyo tuko hapa kuipambania Simba kupata pointi 3. Timu ya Singida Black Stars hadi sasa imeshacheza michezo 12 na kujikusanyia alama 19 na kushika nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC, wakati klabu ya Simba yenyewe ina alama 24 na michezo 11 ikiwa nafasi ya 4 mwa msimamo wa ligi hiyo.